بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. tunaendelea na darasa yetu ya kitabu الذب عن حياض الدين بشرح إرشاد المسلمين لأهم فروض الدين لأبي محمد حسنو ابن عامر ابن كومبا زنجبار تنزاني حفظه الله تعالى ورعاه. darasa iliyomalizika tulimaliza ya mwanzo katika zile faradhi za udhu ambayo ilikuwa na maelezo marefu sana, na leo biidhnillahi tabaraka wa taala wa bimashiatihi subhanahu wa taala tunaingia katika ukurasa wa 44 wa qawluhu, na qawli yake athani ya pili, ghaslul wajhi ni kuosha uso, yani anakusudia athani min furudhul wudhu'i, ya pili katika faradhi za udhu. Wa atlaqa muallifu risala, na ametaja mtunzi wa risala ghasla alwajhi, kuosha uso. Waja'alahu thaniyan, na akalijalia jambo hilo kuwa ni la pili au faradhi ya pili, min furudhi alwudhu'i, katika faradhi za udhu. Wa huwa ghalatun wa khata'un, nalo ni kosa kujalia kwamba hiyo ni nguzo ya pili katika nguzo za udhu. Ghalatun wa khata'un zote zina maana ya kosa. Wasahihu, na kauli ambayo liko sahihi, huwa alfardhu alawwal, hiyo ni faradhi ya mwanzo, min furudhi alwudhu'i, katika faradhi za udhu. Kwa nini hiyo ya mwanzo? Kwa sababu yeye amejalia faradhi ya mwanzo kuwa ni nia, na wengi katika ash-Shafi'iyya wamejalia kwamba ni nia kwa ni faradhi ya mwanzo katika faradhi za udhu. Lakini sisi tumesema kwamba nia ni sharti min shuruti alwudhu'i, sharti miongoni mwa masharti ya kutia udhu, kwa sababu nia inakuwa ipo nje ya kile kitendo, inaendelea ndani ya kitendo mpaka mwisho wa kitendo. Tumefahamu? Na nia maana yake ni alqasdu, ni kukusudia. قال ابن عثيمين، amesema ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الممتع، katika sharh al-mumti' katika juzuu ya kwanza kurasa 104. hadha huwa al-fardh al-awwal, hii ndio faradhi ya mwanzo. Ipi? ghaslul wajhi, ni faradhi ya mwanzo min furudhi al-wudhu'i, ni faradhi ya mwanzo. وقال الشوكاني، na akasema al-imam الشوكاني في درار المضية شرح درر البهية katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 60 wa 34.
Anasema amma wujubu ghasli alwajhi, ama wajibu wa kuosha uso, fala khilafa fihi fil jumla, hakuna tofauti ndani yake kiujumla. Qad qama alayhi ad-dalilu kitaban wa sunnatan, na kwa hakika pamesimama juu yake dalili katika kitabu na katika sunna. Wal muradu bil wajhi, na makusudio ya wajhi maana kile ambacho yusamma wajhan, kile ambacho kinachoitwa kwamba ni uso, inda ahli shar'i wal lugha, mbele ya watu wa kisheria na watu wa kilugha. Watu wa kisheria wao wanaita uso kutoka sehemu fulani mpaka sehemu fulani, na kutoka sehemu fulani mpaka sehemu fulani. Kadhalika watu wa lugha ukisema uso unafahamika. Wa qawluhu, na kauli yake, wa huwa, nao huo uso ma baina manabit ash-sha'ri, ma ni ile sehemu ambayo baina manabit ash-sha'ri, ya maoteo ya nywele, ar-ra'si, ya kichwa. Ni baina maoteo ya nywele ya kichwa haya ambayo tunayaona. Maoteo ya nywele ya kichwa ni haya, yani zile nywele za kichwa zile. Wa muntaha al-lihyatayn bitul, na mwisho wa kuishia lihyatayn, ndevu mbili. Anakusudia lihyatayn maana yake kwamba hizi taya mbili hizi ndio zinaitwa lihyatayn, yani kwamba kufikia mwisho huku ndio maana yake nini? Uso. Fitul, kiurefu. Wa min al-udhni ila al-udhni fil ardhi, na kutoka sikio hadi sikio kwa upana. Maana yake kutoka sikio hadi sikio kwa upana. Sasa sikio je, litakuwa katika uso, litakuwa katika kichwa? Sikio lipo katika kichwa, umefahamu? Sikio lipo katika nini? Kichwa. Hata na uso basi pia upo katika kichwa, maana kichwa ni mzunguko wote huu, na kichwa kinaumbwa hapa kutoka huku mpaka huku. Hapa tunazungumzia masala ya kisheria kwamba hukumu zake, simefahamu? Sawa, uso upo katika kichwa kwa sababu kichwa ni mzunguko wa ukuru lote hili, lakini kwamba uso umetengwa ukapewa hukumu yake, simefahamu? Na hicho kichwa unachokizungumza wewe pia kimetengwa kikapewa hukumu yake. Sasa je, katika hizi hukumu baina ya uso na kichwa, masikio yanaingia wapi? Ndio maana yake, simefahamu? Masikio yanaingia katika kichwa, yanaingia katika nini? Katika uso. Simeelewa hapo? Naam. Anasema wa hadha ta'rifu alwajhi, na hii taarifu ya uso, kwa maana hii maana ya uso au haya maelezo ambayo yanazungumzia uso au definition ya uso. Wengine ukiwaambia definition wanafahamu haraka sana, kwa sababu wengi wamepitia secular. Ukimwambia mtu definition au define, basi una haja tena kutoa maelezo, wewe nenda zako mbele tu, kwa sababu tayari ashajua maana yake ni kitu gani. Umefahamu? Lakini wengine mpaka ueleze kwamba definition maana yake ni maelezo yanaeleza kuhusiana na maana ya kitu fulani. Kwa hiyo wa hadha ta'rifu alwajhi, na haya maelezo ambayo yanazungumzia maana ya uso, alladhi, ambayo dhakarahu muallifu risala, ambayo ameyataja muallifu risala, mtunzi wa risala, huwa sawab, ndiyo ambayo ilikuwa yamesibu, kwa maana ndiyo ya sawa, ndiyo ambayo ilikuwa sahihi. Kwa nini? Lianna fi hadha ta'rif, kwa sababu katika taarifu hii, katika maana hii, katika maelezo haya, tadkhulu al-ainan, panaingia macho mawili, walfami, na panaingia mdomo, walamfi, na panaingia vile vile pua, kama qala ahlul ilmi, kama ambavyo walivyosema ahlul ilmi. Walakin al-udhunaini, lakini masikio mawili, min ar-ra'si, ni katika kichwa. Masikio mawili min ar-ra'si, ni katika kichwa. Walakin al-udhunaini, lakini masikio mawili, min ar-ra'si, yapo katika kichwa, maana yake ni katika kichwa. Laisata min al-wajhi, sio katika uso. Lihadithi Abi Umama al-Bahili, wa hadithi Abu Umama al-Bahili radhiyallahu anhu. Mwingine ingekuwa hajasikia hadithi ingepinga, katika uso bana,
kila kitu manake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amefanini amekieleza. Dalili ya hayo hadithi ya Abu Umama al-Bahili radhiyallahu anhu qala amesema qala Rasulullah amesema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam al-udhunani min ar-ra'si, masikio mawili ni katika kichwa. Masikio mawili ni katika nini? Ni katika kichwa. Waswahili wanasema masikio hawezi akavuka nini? Kichwa. Masikio hawezi akavuka kichwa, lakini katika kichwa. Tumefahamu? Ni katika kichwa lakini havuki kichwa. Akhrajahu Tirmidhi, hadithi amesimulia al-Imam Tirmidhi, nambari hadithi 37, wa Abu Daud, na vile vile amesimulia al-Imam Abu Daud, nambari hadithi ni 134, wa Ibn Majah, na vile vile Ibn Majah, nambari hadithi 444, wa ghayruhum, na wengineo. Wasahahu al-Albani, na hadithi akasahisha Sheikh al-Albani fi sahiha katika silsilatu ahadithi sahiha, nambari hadithi ni 36. Qala ahlul ilm, wamesema ahlul ilm, ay maana yake taakhudhu hukma ar-ra's fi al-mashi, hayo masikio hayo yanachukua hukumu ya kichwa katika mashi. Ay maana yake innaha tumsahu, kwamba hayo masikio yanapanguswa tab'an lir-ra'si, kwa kufuata kichwa. Bilma'i alladhi, kwa maji ambayo yumsahu bihi ar-ra'su, panapanguswa kwa maji hayo kichwa. Walaysata min alwajhi, na wala sio katika uso. Fatuhu sala ma'ahu, ikawa ndo sababu ya kuoshwa hayo masikio kama vile unavyooshwa uso. Tumefahamu? Kwa hiyo maana yake masikio yanaingia katika nini? Yanaingia katika kichwa. Wewe unapochukua maji wewe ukaranisha mikono yako, unatakana uanze hapa mbele uende hivi, kisha urejeshe uingize katika masikio, unapangusa. Tumefahamu? Yani sio kwamba uchukue maji kwanza kama unapochukua watu kisha unachukua maji mengine tena ndo anapangusa masikioni. La, bali unachukua hii mikono unaroanisha, unaanza hapa mwanzo wa kichwa, unakwenda zako unarudi zako hivi, kisha unaunganisha katika masikio, unamalizia. Tumefahamu? Umeelewa? Na inakuwa ni mara moja tu. Inakuwa ni mara moja tu, ambavyo ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amefahamisha. Lakini watu wengi utawakuta kwamba mtu anachukua maji anatia katika kichwa, akisha anachukua mengine ndio anapangusa katika masikio. Si katika mwenendo, sio katika mwenendo ambao alifundisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hata katika vitabu kizungumzia mashu ra'si, maana yake ni kupangusa, sio kuchukua maji kutia. Sasa watu wengi wanatia maji katika kichwa. Mashu maana yake ni kupangusa, kama ambavyo tutakavyokuja kuona katika sehemu yake husika. Wa qawluhu, na kauli yake, wayajibu ghaslu kulli hadabin, na ni wajibu kuosha kulli hadabin, kila kope. Kope tunazifahamu ni hizi ambazo zipo katika ukingo wa nini, wa macho. Hizi zinaitwa kope, au mna majina mengine mnaita hizi. Na siku hizi watu wana kope za kubandika. Wanatakana mche Allah sana wale ambao wanatia kope za kubandika. Ni katika mambo ambayo yalikuwa si sawa mtu kutia kope za kubandika, bali ni katika mambo ambayo yalikuwa hajathibiti. Na hawa wanaoingia katika ndoa, wanawake wanaona urembo ni kutia kope za kubandika, wanamwasi Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo kwalifai, jambo ambalo kwa uzushi, ni katika jambo ambalo la bid'a, ni katika mambo ambayo yalikuwa ya haram, haifai. Na mwanamke yeye ni mzuri, mpaka manake ametokezea mwanamume akakuona akaridhika na wewe, basi kasharidhika kutokana na maumbile yako ambao uko nayo. Kwa nini unazidisha vitu ambavyo vilikuwa havipo? Kwa hiyo wanawake wanatakana mche Allah katika upande huo, asitie makopi ya kubandika, wala asitie nywele dawa. Nywele zake zile zile ambazo mtu alizokuwa aliko nazo azisuke vizuri, aziweke katika hali ya usafi, aingie kwa nani? Kwa mume wake. Akisha kukabidhiwa ingie kwa mume wake, na ndio uzuri ambao Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amemuumbia. Sio tena enda kanunue mawigi, manywele, sijui hata anatokea wapi hayo, kisha vae kichwani, au atie dawa nywele, au ndo achukue makopi ya kubandika. Yote haya ni haramu, haifai kwa mwanamke kuyatia. Na wanafanya hivyo ni dada zetu wa Kiislamu,
Wanafanya hivyo dada zetu wa Kiislamu, na wapo wengi sana. Leo mawigi yanauzwa kwa bei ghali sana. Kuna ya 100,000, kuna 200,000, kuna 300,000, kuna 400,000, kuna milioni. Mawigi ya nywele yale yanauzwa, na watu wanaona ni ufahari kabisa. Ni katika munkar, wala haifai biashara ile mtu kuifanya. Haifai kabisa kufanya biashara ya kuuza mawigi, kwa sababu mtu akivaa wigi anabadilisha umbile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amemuumbia. Kwa hiyo cha muhimu achane nalo jambo hilo, na mwanamke akiingia katika ndoa asijue kwamba yeye huyu ambaye anonioa yeye, kabla ya kufika hii siku ya ndoa ya harusi ya kufunga ndoa, ameniona, na kuniona kwake tayari yeye kashakisia kila kitu kwamba mimi nywele zangu zitakuwa hivi na hali zangu zitakuwa hivi na hali zangu zitakuwa hivi. Kwa hiyo ameridhika kutokana na yale maumbile ambayo nilikuwa niko nayo. Sasa unakuta baadhi ya jamii kwamba tena huyu anapelekwa saluni, kuna vitu vinachomwa, nyusi zinachomwa, sijui anatoa kope za kubandika, nywele zinachomwa, zinatoa madawa. Yote haya ni katika munkarat, ni katika mambo ambayo hayafai, ni katika mambo ya haramu. Na baadhi ya wazee kwa pengine binti hataki, akisema usitutie aibu bana, unakwenda kwa bwana harusi na vinywele vya kipilipili. Sisi tutaki bana. Ndio nywele ambazo Allah alizomuumbia na ndo uzuri ambao Allah aliompa. Vipi kwamba nyinyi mnakuja na mambo ambayo yalikuwa haeleweki? Na hayo yote hayo yana madhara kwa mwanadamu. Hayo makopi ya kubandika yana madhara, na hayo madawa ambayo yanatiwa katika manywele pia na madhara. Kwa hiyo watu wanatakana wajiepushe nayo. Anasema wayajibu ghaslu kulli hadabin, ni wajibu kukosha kila kope, wa hajibin, na nyusi. Nyusi maana yake ni hizi ambazo kwa tuko nazo hizi za juu hapa, nyusi hizi ndio zinaitwa nyusi. Sasa kuna wanawake wengine hizi wanazitoa akesha baadaye wanatia masinzi. Yaani kweli naqisat al-aqli wa din, ni wapungufu wa akili na dini, machizi manake. Na Allah amekupa nyusi, akesha mtu anazitoa nyusi Allah alizompa, akesha enda kutia nini? Enda kutia masinzi au wanja, anautia hapa. Sasa unaenda wazimu ambao uko wazi wazi, na hawa wapo wengi vile vile. Watakana mche Allah sana. Anasema wa idharin, na vile vile idhari maana yake kwamba ni yale masharafa ambayo yanaota humu katika sehemu hizi, ndio inaitwa idhar, kwa kutoa kasra. Na vile vile katika baadhi ya lafzi idharun, yani aini inatoa nini? Inatoa dhamma. Washaribin, na masharubu. Washaribun, na masharubu ambayo haya sio kwamba mwenye kunywa, simefahamu, sio tafsiri kwamba sharib sharibul khamr, mwenye kunywa ulevi. Sharibu na kusudia hapo maana yake masharubu, simefahamu. Yani haya ni masharubu, ni sharib kwa sababu hapa ndo sehemu za kunywa. Mara nyingi mtu akinywa basi mara nyingine inabaki hapa, maana yake inakunywa na nywele hapa zinaona wivu. Yani uzokanywa kama zipo hapa nyingi, basi inawezekana maji yakabakia hapa, simefahamu. Kwa hiyo na Waarabu wakaita sharib, simefahamu, maana yake na vyenyewe vinakunywa. Wewe kama unayo masharubu mengi, kunywa tu maji wewe. Ukinywa maana yake huu mdomo hapa juu unaingia katika chombo, si unakunywa hivi, unaingia katika kama glasi au katika kikope, unaita nini? Kikombe, simefahamu, kikombe unakunywa hivi. Basi kinywa na hii sehemu za masharubu zinaingia katika kinywaji, kwa maana Arabu akaita sharib. Wa khaddin, na khaddi wanaita kitefute, lakini kwamba ni kinakuwa kinakaa hapa, zinakuwa nywele zinaota hapa, unaona hapa katika sehemu za shavu hapa zinaota hapa, umefahamu? Zinaota hapa, umeelewa? Wanaita kitefute. Wengine sijui wanaita lugha gani, lakini zinakuwa nywele ambazo zinaota hapa, na baadhi wanaota, wengine hawaoti. Wengine mtu inawezekana nywele zikota hapa paka hapa kwa wazi, akisha kaja kuota na huku na hapa paka hapa kwa wazi, mwingine kuota huku hapa kwa wazi, au mwingine akana nywele mbili tu ndefu hizo, simefahamu. Pia anatakana sizitoe, ndio Allah alivyomkadiria. Itaonekana kama jini hivi,
hapana, ndo Allah alizokuwa amekadiria. Na zipo jamii, baadhi ya jamii za maeneo ya Asia huko, nywele zao zinakuwa ndefu sana. Sasa wengine wanapata nywele ndefu mbili tu, umefahamu, ndefu mbili tu, ndio hizo mwenyewe anajua kwamba anawisha sunna, umefahamu, anawisha sunna kwa sababu Allah ndizo alizomkadiria. Na sunna hiyo sio sunna ya mustahabu kwamba ya kupendezeshwa, ni ya lazima mtu kwamba kufuga ndevu, umefahamu. Wa an faqatin, na amfaqatin, kionja mchuzi, yani kinakaa hapa nywele hapa, mimi nazo sijui nyinyi, lakini zinakuwa zinakaa hapa, umefahamu. Yani hichi ndio kinaoitwa an faqatin, nywele zinokaa hapa chini ya baina mdomo wa chini huu na kidevu, hizi za hapa hizi zinaitwa an faqatin. Sha'ran, nywele yani zinazoota, wa basharan, na vile vile ngozi ambayo ilikuwa ipo, vyote hivyo ni wajibu kuoshwa. Maana yake anakueleza hizo sehemu hizo ambazo alizozitaja, sha'ran ikiwa pana nywele zitaoshwa, na wa basharan, na kiwiliwili kitaoshwa, ikiwa maana yake kwamba labda wengine hawajaota hizo sehemu, kwa sababu kila mmoja na Allah alivyomjalia maumbile yake. Sawaun khaffa sha'ru, sawa ikiwa ni kidogo hizo nywele, au amkathufa, au ni nyingi, yani sawa maana yake ikiwa ni kidogo au zimekuwa nyingi, zote zitafanini, zitaoshwa. Qala an-Nawawi, amesema al-Imam an-Nawawi fi al-Majmu' katika kitabu al-Majmu' sharh al-Muhadhab katika juzuu ya kwanza ukurasa 376 na 378, amesema qala ashabuna, wamesema watu wetu, kwa maana watu wa madhhabu ya Kishafi ash-Shafi'iyya, wamesema 8 min ash-shu'ur al-wajhi, aina 8 katika aina za nywele za uso. Yajibu ghasluha, ni wajibu kuoshwa kwake. Wa ghaslu al-basharati tahtaha, na kuoshwa ile ngozi iliyoko chini yake nywele hizo. Sawaun khaffat, sawa ikiwa ni kidogo, au kathufat, au nyingi. Wa hiya al-hajib, nayo ni nyusi, kaanza kuzitaja nyusi, washarib, na masharubu, wal an faqatin, na an faqatin, kionja mchuzi, wal idhar, na masharafa, wal lihiyatul mar'a, na ndevu za mwanamke. Baadhi ya wanawake wanaota ndevu, tumefahamu. Pia katika nyuso zao basi pia inatakana zioshwe. Wa lihiyatul khuntha, na vile vile lihiyatu al-khuntha, ndevu za yule ambaye khuntha, ana jinsia mbili, za kike na ya kiume, ana jinsia ya kike na jinsia ya kiume, lakini moja inawezekana ikawa inafanya kazi. Tutakuja kuwasoma masala yake kwa sababu mbele hapo kwa upana kabisa masala ya al-khuntha, unafahamu. Sasa huyu al-khuntha huyu ana jinsia mbili, na tuliyai kusema kwamba mtu wa sampuli kama hii, ikiwa jinsia ya kike inafanya kazi vizuri zaidi kuliko ya kiume, bila shaka zitadhihiri zile alama za kike, na yeye atakuwa anachukua hukumu ya mwanamke. Lakini ikiwa kwamba ndo shakuwa mwari, watu wanakuja kujataka kumposa, umefahamu, watu wanakuja kujataka kufanya nini, kumposa, basi yule bwana harusi waelezwe kwamba huyu bana na hali moja mbili tatu, sio kwamba aseme alhamdulillah kashapata mchumba na vitu kama hivyo, watenda juana huko ndani ya ndoa. Aso kwenda kujuana huko ndani ya ndoa, aelezwe kabla, asije akatoka mbio bwana harusi akasema kaozeshwa mwanamume, kumbe kaozeshwa mwanamke, simefahamu. Elezwe kabla, na hili ni jambo ambalo wazee wanatakana kwamba walisimamie, wamueleze yule ambaye alikuja kwa siri kabisa, hata kama ikiwa sio siku ile ambayo alikuja kuposa, lakini kwamba waeleze. Na uzuri zaidi ile siku ambayo alikuja kuposa, jamani, mkuja kumposa, mmempenda, mliwahi kuzungumza chochote? Tuje kuzungumza chochote. Kasema kwamba maelezo yote ndio yapata huku kwa wazee. Sawa, basi huyu bana na 1 2 3 4 5, tumefahamu. Kwa hiyo tunakwambia kabisa, ili usije ukasema kwamba tumefanya khiana au hatujakueleza na vitu kama hivyo, tumefahamu. Yeye mwenyewe akisema basi sawa, meridhika, tumefahamu, si ndo ameridhika tena, tumefahamu. Sio kwamba aseme naomba kwenda kuonyeshwa, haifai, tumefahamu, haifai. Sema naomba kwenda kuonyeshwa,
kweli kwamba anafanya kazi ya kike au ya kiume, hilo jambo halifai. Simefahamu? Hilo jambo halifai ni katika makosa. Ni katika makosa. Naam. Kwa hiyo anasema walihiyatul khuntha, na vile vile ndevu za yule al-khuntha, wa ahdabul al-aini, na kope zile za macho. Ahdabu ndo jamu ya hadabun. Hadabun, yani jamu yake ni ahdabu. Wa sha'rul khaddi, na vile vile nywele za kitefute katika sehemu za mashavu hizi. Ala khilafi fi baadhiha, juu ya kutofautiana katika baadhi yake, zote zinatakana kuoshwa. Bihi qala baadhi al-hanabila wa ghayruhum, na kwa kauli hiyo ya kuwa ni wajibu kukosha nywele hizo wamesema baadhi ya watu wa Hanabila wa ghayruhum na wengineo. Qultu, mimi nimesema, mtunzi wa kitabu anasema nimesema, hadabun huwa sha'ru ashfaril aini, ni nywele ambazo zimezoota katika kingo za macho. Kingo za macho, watu wa kaskazini wanasema uderani. Kiswahili cha uderani watu wengi hawako nacho. Uderani maana yake kwamba ni sehemu ya ukingoni hivi. Mtoto naambia usimweke uderani, maana yake usimweke ukingoni. Umeelewa? Uderani. Watu wengi hawajui hicho Kiswahili. Unaweza kuzungumza na mtu bana usimweke uderani, huyo afahamu uderani ndio nini yani. Atafahamu kwa ile mazingira, baadhi yao tofahamu. Uderani maana yake ni sehemu ya ukingoni. Kwa hiyo katika zile sehemu za ukingoni mchani. Kwa hiyo katika sehemu za kingo za macho au derani mwa macho. Unafahamu? Ashfar, shafiru ndio mufradi yake. Shafiru yani katika kingo. Unafahamu? Na ile hadithi imekuja hadithi ile kwamba wale walipomuuliza maswahaba man alladhi yusalli alayka, nani ambaye atakayekuswalia wewe, yuko katika sakratul maut bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia idha wada'tumuni fi shafiri saa, yani mtakaponiweka mimi katika ukingo, fi shafiri alqabri, katika ukingo wa kaburi. Shafiru yani katika kingo ya kaburi. Fa inna awwala man yusalli alayya Allah thumma jalisahu Jibril, hakika mwanzo atakayeniswalia mimi ni Allah, kisha yule ambaye yuko karibu na Allah Jibril wa Mikail wa Israfil. Akataja kwamba hao ndio watakuwa mwanzo ambao watakayeniswalia mimi, kisha ndio baadaye mtaingia nyinyi jamaatin wa furadan fasallu alayya, mtaingia makundi kwa makundi, mmoja, kisha ndio mtaniswalia. Hakuna siku ambayo ilikuwa na huzuni kubwa sana kama siku ambayo aliondoka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Maswahaba alikuwa na huzuni kubwa siku mbili, siku ambayo mtume hajafa lakini walikuwa muone siku nzima, na siku ambayo aliondoka duniani bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yani siku hiyo maswahaba alilala na huzuni kubwa sana, kwa sababu walikuwa wakimpenda kiukweli bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna watu ambao walimpenda mtume kiukweli kama maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wako tayari kuuawa, wako tayari kwa kila hali zao yani, lakini mtume sallallahu alayhi wasallam awe hai na awe katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri. Wengine walipazali wengine walifanya nini? Walipazali wakati mtume amekufa, sema mtume hajafa kabisa, kwa sababu hawaamini yani. Kama wewe afe mtu wako karibu unompenda, basi kana kwamba unamuona yani, unachanganyikiwa, unasema hajafa. Sasa maswahaba walisema kwamba mtume hajafa, lakini Qur'ani iliwatuliza, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata au qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibihi falan yadhurra Allah shay'an. Baada ya kusomewa aya za Qur'ani hizo, wakajua kwamba Muhammad kweli amefariki. Yani zile aya ndio zikawakumbusha kwamba Muhammad anawezekana kafa na yeye, kwa sababu Qur'ani imekwisha kuzungumza. Lakini siku ambayo masahaba walikuwa na huzuni kubwa kulikweli, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ameondoka, bali alipokuwa katika sakratul maut alikuwa akichukuliwa mtume akienda baadhi ya wakati anashindwa kwenda msikitini. Sasa
wao walikuwa wakija akimwangalia, wakimuona tule tabasamu lake Mtume sallallahu basi wanajisikia faraja sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahi ni kipenzi cha umma baada alikuwa mpendi Mtume, manake huyo bila shaka anaingia katika ukafiri alayhi salatu wassalam. Sasa tumetaja kisa hicho kwamba neno lilitumika katika pale hapo ambapo aliposema mutakaponieka katika ukingo wa kaburi, shafiru shafirul qabri, mutakaponieka. Shafiru manake ndio mufradi, ashfar ndio jamu. Umefahamu? Ashfar ndio nini? Jamu. Ashfarul ainain, ashfarul ain yani katika kingo za macho. Wa hajibun, na hajibu yuqalu hajibul aini, wanasomwa hajibul ain wa huwa al-azmu, nao ni mfupa alladhi ambao fauqa al-aini, ambao unakuwa juu ya nini? Ya jicho, bilahmihi, na nyama yake, wa sha'rihi, na nywele zake. Unaona mfupa ambao unakuwa juu ya jicho ndio huo hapa, huu ndio mfupa. Umefahamu? Na nyama zake na nywele zake ndio huo, yani ukishika hapa na mfupa. Idharun huwa sha'ru almuhadhi liludhni, ni nywele ambazo zinokabiliana na nini? Masikio. Manake zinakabiliana, zinakuwa zinapita huko katika, ziko pembeni ya masikio. Min janibil lihya, pembezoni mwa ndevu, yani kwamba zinakuwa zinapita huko pembezoni, tunaita masharafa, ambayo yanakuwa yanaota na ndevu zake zote kwa jumla. Wal anfaqatun hiya shuairat, maana ilivyotamkwa hiyo, asema hiya shuairat, ni vijinywele, manake sio nyingi, vijinywele baina shafati sufla, baina ya mdomo wa chini ndio huu, wa dhikr, na kidevu, baina ya mdomo wa chini huu na kidevu, ndio hichi kionja mchuzi hichi. Nafahamu kinywa mchuzi hivi kuna vimajimaji vinachuruzika vikabakia hapa. Li khiffati sha'riha, kwa ule uchache wa yani nywele zake, maana zinakuwa sio nyingi sana nywele hizo. Wa hadhihi ash-shu'ur, na nywele hizi, allati dhakaraha muallifu risala, ambazo amezitaja mtunzi wa risala ya babu majaa, dakhilatun fil wajhi, zenye kuingia katika nini? Katika uso. Wa hiya wajibatun ghasluha, nazo ni wajibu kuoshwa kwake. Liannaha fil wajhi, kwa sababu hizo zimo ndani ya nini? Zimo ndani ya uso, yani ni wajibu kuoshwa hizo kwa sababu zimo ndani ya uso. Haitakikani kwamba ukaosha hizo usizioshe, ni wajibu. Na ukiosha tu automatic kwamba hizo zinaingia wenyewe, ukiziosha tu hizo zinafanya nini? Zinaingia wenyewe. Wa qawluhu, na kauli yake, walihyatu alkhafifatu, na ndevu nyepesi, yani kwa maana ndevu kidogo, yajibu ghaslu dhahiriha wa batiniha, ni wajibu kuoshwa nje yake na ndani yake. Waqayyada muallifu risala huna al-lihyatu biqillatiha, na hapa amefungamanisha mtunzi wa risala ya babu majaa hapa katika maelezo yake amefungamanisha al-lihyata, ndevu, biqillatiha, pamoja na ule uchache wake. Kaannahu yaksudu, kana kwamba anakusudia, in kana kathifatan, ikiwa kwamba nyingi, yajibu ghaslu dhahiriha la batiniha, ni wajibu kuoshwa nje yake sio ndani yake, ikiwa ndevu nyingi. Simefahamu? Yani kana kwamba anakusudia hivyo. Bali yustahabbu takhlilu sha'ri alkathif, bali panapendezeshwa kuesua nini? Nywele ambazo zilizokuwa nyingi. Kuesua maana yake kupenjua, unakutuswa, lugha ya kitumbatu ya kutuswa. Nani anafahamu kutuswa? Nani anafahamu maana kutuswa? Hakuna anafahamu kutuswa? Kuputia, nani anafahamu kuputia? Hakuna anafahamu kuputia? La, wote wanaishi mjini. Hakuna anafahamu kuputia? Hamna. Haya basi tuziacheni hizo lugha. Haya, umefahamu
Sasa kuesua, hapa tunazungumzia kuesua. Kwa hiyo anasema bali yustahabu takhlilu sha'ri al-kafif, bali panapendezeshwa kuesua nywele ambazo zilikuwa nyingi. Walihadha jaa fi ba'd an-nusakh, na kwa ajili hii imekuja katika baadhi ya chapa hadhihi risala, manake fi ba'd an-nusakh hadhihi risala, imekuja katika baadhi ya chapa ya risala hii ya babu ma jaa qawluhu, qawli yake anasema wal kafifatu yughsalu dhahiruha wala yajibu ghaslu batiniha. Yani katika baadhi ya chapa imekuja hivyo, na ndevu ambazo zilikuwa nyingi panaoshwa nje yake na wala si wajibu kuoshwa ndani yake. Undhur fi tiryaq an-nafi' min al-ama, angalia katika kitabu tiryaq an-nafi' min al-ama li sayyid Abi Bakr ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Sumayd rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu. Katika maulama ambao walipita katika miji hii ya Zanzibar wameandika baadhi ya vitabu, yani kiwemo kitabu hicho, kwa maana huyu ameishi katika miji ya Zanzibar, sio kwamba labda ameishi mbali huko Saudia wapi nini. Huyu ameishi hapa, Abdurrahman ibn Sumayd, Sheikh Abu Bakr ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Sumayd rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu. Ni katika maulama waliopita katika miji ya Zanzibar na wameandika vitabu vingi sana, lakini baadhi ya vitabu vimepotea, lakini baadhi ya vitabu vipo katika maktabati huko duniani, pia vipo ambavyo wameviandika. Wengine wameviandika kwa lugha ya Kiarabu, wengine wameviandika kwa lugha ya Kiingereza, wengine wameviandika kwa lugha ya Kiswahili, vyote vipo. Lakini sasa vile ambavyo vilikuwa vimebakia katika miji yetu, vingi vyao vimepotea, vingi vyao vimefanya nini, vimepotea, na baadhi yake vipo. Naam, na hivyo vitabu na vitafuta sana, ikiwa kwamba mtu sio hichi ninacho, sio hichi kilichotajwa hapa ninacho, yani kikuta kwamba kuna kitabu ambacho cha shekhe wa zamani sana wa Zanzibar amekiandika, njoo niuzie kwa pesa ambayo unaitaka wewe. Ukiwa nayo nitakwambia hii hapa, nikiwa sina nitakukopa, simefahamu. Nikiwa siwezi nitakwambia siwezi pesa hiyo. Lakini kama kuna shekhe hususa kitabu kile cha Kiarabu kinazungumzia masala ya dini, mfahamu, cha shekhe wa zamani katika miji hii, ikiwa nacho nitakwambia hicho sikitaki kwa sababu nacho, mfahamu. Lakini ikiwa sina, basi nitakwambia hicho kitabu nakitaka, cha shekhe wa zamani katika mashekhe ambao walipita katika miji hii, na vitafuta sana hivyo vitabu. Wa qawluhu hapo tayari shanini asema qalat al-lajnatu ad-da'ima, imesema lajnatu ad-da'ima, jopo hilo la wanachuoni ambao wako Saudia. Mfano kama hapa baraza la maulama ambalo linaitwa baraza la maulama, likatoa fatwa katika masala fulani. Kwa hiyo kule Saudia pia lipo baraza la maulama, na hao maulama wa kweli, sio kwamba labda imechaguliwa tu baadhi ya watu akisha kaitwa maulama. Yani hao ambao wako Saudia ni maulama wa kweli. Hao wako hapa vipi? Hao wako hapa Allahu a'lam. Naam, fi fatawa lajnati daima, katika fatawa lajnati daima juzuu ya 5 kurasa 206 asema yajibu ghaslu dhahiru lihya alkafifa, ni wajibu kuoshwa nje ya ndevu ambazo zilikuwa nyingi. Ndevu ambazo zilikuwa nyingi ni wajibu kuoshwa nje yake. Wala yajibu ghaslu batiniha, wala si wajibu kuoshwa ndani yake. Wala albashara, wala kuoshwa nini, ngozi yake. Maana ndevu zimekuwa nyingi sana, zimejaa ndevu yani. Sasa si wajibu kwamba uoshe ngozi ile uko ndani huku ukasema uzesue na nini kisha uosha, simefahamu, bali utaosha nje yake kama ambavyo utapitisha hivi, simefahamu, na ndevu ndio utazesua. Wala albashara, wala ngozi allati tahtahu, ambayo iko chini yake. Walakin yushra'u takhliluha, lakini panaikuwa sheria kufanya nini, kuesua hizo ndevu, uziesua hizo ndevu, yani ukaziesua kisha unaosha. Waqala an-Nawawi, na akasema al-Imam an-Nawawi fi al-Majmu' sharh Muhadhab, katika juzuu ya kwanza kurasa 408. Na baadhi ya kati unaweza kwenda katika chapa nyingine za Majmu' Muhadhab
ukakuta maelezo hayo hayapo katika juzu ya kwanza, yapo katika juzu ya pili, au baadhi ya chapa juzu ya 3, au baadhi ya chapa juzu ya ngapi? Ya 4. Tumefahamu? Na anasema al-lihyatul kathifa, ndevu nyingi, yajibu ghaslu dhahiriha, ni wajibu kuoshwa nje yake, bila khilafin, bila khilafu yoyote. Hakuna mwanachuoni yoyote ambaye alikuwa amepinga hilo. Wala yajibu ghaslu batiniha, wala si wajibu kuoshwa ndani yake. Wala albashara, wala si wajibu vile vile kuoshwa ile ngozi yake, tahtahu, ambayo ilikuwa chini yake. Hadha huwa almadhhabu sahihi almashhur. Haya ndio madhhabu ambayo ilikuwa sahihi, tena ambayo ilikuwa nini, ilikuwa mashhur, alladhi nassa alayhi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, ambayo ametolea maelezo juu yake al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa qata'a bihi jumhur al-ashab, na wakakata kauli ya moja kwa moja wengi katika watu wa madhhabu ya Kishafi. Wa huwa madhhabu Malik, nayo ndio madhhabu ya al-Imam Malik, wa Abi Hanifa, na vile vile madhhabu ya al-Imam Abu Hanifa, wa Ahmad, na vile vile al-Imam Ahmad, wa jamaahiri al-ulamai min as-sahabati wat-tabi'in, na wengi katika wanachuoni katika masahaba na matabiina, wa ghairihim, na wengineo. Kwa maana huo ndio mwenendo wao, kwamba ni wajibu kuoshwa nje ya ndevu ambazo zilikuwa nyingi sana, na sio wajibu kuoshwa ndani yake, wala kukoshwa ile ngozi yake ile iko ndani. Someni adhana isha kabisa biidhnillah tabaraka wa taala. Naam, nasema waqala al-Imam Ibn Uthaymeen, akasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullahu taala fi sharh al-Mumti', katika sharh Mumti' katika juzuu ya kwanza kurasa 106, min sunnati al-wudhu'i, miongoni mwa sunna za udhu, takhlilu lihyati al-kathifa, ni kuesua ndevu ambazo zilikuwa nyingi, kwa maana kupembenjua. Walihyatu, kisha kasema na ndevu, imma khafifatun, imma zitakuwa ni kidogo, wa imma kathifatun, na imma zitakuwa ni nyingi. Falkhafifatu hiya allati la tasturu albashara, ndevu ambazo zilikuwa kidogo ni zile ambazo hazistiri ile ngozi. La tasturu albasharata, hazistiri nini? Ngozi. Wa hadhihi yajibu ghasluha wa ma tahtaha, na ndevu hizi ni wajibu kuoshwa na kile ambacho kiko chini yake, manake mpaka ngozi yake taoshwa, kwa sababu ni ndevu ambazo zilikuwa nini? Kidogo. Lianna ma tahtaha, kwa sababu yale ambayo yako chini yake, lima kana badian, ni kwa yale ambayo yalikuwa imedhihiri, kana dakhilan fil wajhi, ambayo yalikuwa imeingia katika nini? Katika uso, imeingia katika uso. Alladhi, ambayo anasema alladhi, uso ambao takunu bihi almuwajaha, ambao panapatikana yule muwajaha, maana yake mwelekeo, kwa maana panapatikana kwa uso huo muwajaha, kuelekea, maana yake mtu anajua kwamba kwa hivi alivyonielekea, huu ndio uso wake wote huu. Kwa hiyo muwajaha maana yake mwelekeo. Kwa hiyo akipinda hivi maana yake elekeza uso, akipinda hivi ameelekeza uso, yani yule muwajaha wake kuelekeza sehemu, yani hiyo ndio inakuwa uso wake. Walkathifa, na alkathifa, ndevu zilizokuwa nyingi, ma tasturu albashara, ni zile ambazo zinakustiri ngozi. Wa hadhi la yajibu illa ghaslu dhahiriha, na hii au ndevu hizi si wajibu kuoshwa, isipokuwa ni wajibu kuoshwa nje yake fakatu tu, lakini ndani si wajibu. Alfaida, hapo hanapatikana faida. Alihyatu, ndevu, in kanat khafifatan, ikiwa ni kidogo chache, yadhharu jildu alwajhi, panadhihiri ngozi ya uso, min tahtiha, chini yake, wajaba takhliluha, ni wajibu kuisulwa kwake, wa ghaslu ma tahtaha, na vile vile kuoshwa kile kiloko chini yake. Lianahu dakhilun fi haddi alwajhi, kwa sababu hicho hiyo sehemu au hiyo iliyoko chini yake inaingia katika taarifu na katika maana ya uso. Alhaddu bimaana taarifu, au Kiswahili nasema katika mpaka wa uso, maana katika kule kuarifiwa ule uso na mipaka yake yote uso. Wa in kanat kathifatan, na ikiwa ni nyingi, la yadhharu jildu alwajhi, hapa dhihiri ile ngozi ya uso,
min tahtiha, kupitia chini yake, fala yajibu ghaslu ma tahtaha, si wajibu kuoshwa kile ambacho liko chini yake. Wa yustahabbu takhliluha, na panapendezeshwa kuisuliwa kwake hizo ndevu. Fi qawli jumhuri ulamai, katika kauli ya jumhuri ulamai, wa huwa arrajihu, nayo ndio kauli ambayo ilikuwa arrajih. Qala Ibn Qudama, amesema Ibn Qudama al-Maqdisi fi al-Mughni, katika Mughni ya Ibn Qudama. Na tuliwahi kusema kwamba Mughni, zipo Mughni ya madhhabu ya Kishafi, al-Mughni Muhtaj, Mughni al-Muhtaj, sharh ya Minhaj al-Talibin ya Shirbini, ya Imamu ash-Shirbini. Akisha kuna Mughni ya Ibn Qudama katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 74. Al-lihiyatu in kanat khafifatan, ndevu ikiwa ni kidogo chache, tasifu al-basharata, zinasifu ile ngozi, maana yake zinaelezea ile ngozi na zinaonyesha ile ngozi. Wajaba ghaslu batiniha, ni wajibu kuoshwa ndani yake. Wa in kanat kathifatan, na ikiwa ni nyingi, lam yajibu ghaslu ma tahtaha, si wajibu kuoshwa kilichoko chini yake, kwa maana kilichoko ndani yake. Wastahabbu takhliluha, na panapendezeshwa kuisuliwa kwake. Qultu, anasema mimi nimesema, wal kathifatu, na ndevu ambazo zilikuwa ni nyingi, yughsalu dhahiruha. Qultu, mimi nimesema, kwa maana mtunzi wa kitabu anasema nimesema, wal kathifatu, na ndevu ambazo zilikuwa nyingi, yughsalu dhahiruha, zinaoshwa nje yake, wala yajibu ghaslu batiniha, wala si wajibu kuoshwa ndani yake. Lima yadullu alayhi min al-adilla, kwa yale ambayo yanajulisha juu yake katika dalili. Wa amma fi'lu ba'd al-muslimin al-yawm, ama vitendo vya baadhi ya waislamu katika zama hizi. Ama vitendo vya baadhi ya waislamu katika zama hizi. Vitendo gani? Au kitendo cha baadhi ya waislamu katika zama hizi. Halqu lihiyatihim, kitendo cha kunyoa ndevu zao. Fahadha la yajuzu, jambo hili halijuzu. Bal huwa haramun, bali jambo hilo ni jambo ambalo kwa haramu. Fa'ala almuslimin, basi ni juu ya waislamu, an yabtaidu anhu, wajieke mbali na kitendo hicho cha kunyoa ndevu. Lialla yaqau fima harrama Allahu azza wa jalla, ili wasije wakatumbukia katika yale ambayo Allah alikuwa ameharamisha, wa rasuluhu, na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndevu ni jambo lilokuwa la haramu kuzinyoa, yani kunyoa ndevu ni jambo ambalo lilikuwa halifai, haramu. Kwa hiyo mtu akinyoa ndevu maana yake ananyoa au anafanya jambo ambalo kwa la haramu. Qala Ibn Hazmi, amesema al-Imam Ibn Hazmi fi al-Muhalla, katika kitabu al-Muhalla katika juzuu ya pili ukurasa 189. Mwingine anasema zinawasha. Huyo ni shetani ankuchezea, na kwa sababu kila wakati tunapitisha kiwembe lazima sasa zitakuwa zinawasha. Hebu ziachie, zikiwasha kazitie maji, tumefahamu, kazioshe, lakini usipitishe kiwembe. Jambo ambalo kwa haramu, mwanamume kunyoa ndevu haifai, ni haramu. Na kukaa darasani kwa unasoma, manake ndio unapata kujua kumbe ile halifai, ila sawa, ile ni jambo ambalo lilikuwa si la sawa. Kwa hiyo ile lilikuwa la sawa na lifanyia kazi, lilikuwa si la sawa na jiepusha nalo. Wattafaquna, kukubaliana, ay al-a'imma, maimamu, ala anna halqa al-lihyati muthlatun, kwamba jambo la kunyoa ndevu muthlatun, wako ambao walisema kwamba ni ukuba, ni mateso. Baadhi ya wanachuoni wametafsiri hivyo, na baadhi ya wanachuoni wakasema taghyir suratul jasad bi shaklin qabih, taghyir suratul jasad bi shaklin qabih, ni kubadilisha ile sura ya kiwiliwili kwa muonekano ambao ulikuwa mbaya. Maana yake mtu ambaye ananyoa ndevu anabadilisha maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amemuumbia. Ni jambo ambalo lilikuwa halifai. Na Uislamu umeeleza cha kunyolewa kinyolewe, cha kuachwa kiachwe. Kuna baadhi ya nywele zikiota, basi Uislamu umekutaka kwamba uzinyoe, usafishe sehemu hizo.
Lakini ndevu kuzinyoa si usafi kama baadhi ya watu wanavyodhania kwamba anafanya usafi kidogo, leo ni siku ya usafi, kwa hiyo katika usafi wake na ndevu anazinyoa. La, ndevu hazitakani zinyolewe, kwa sababu jambo hilo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza. Haitakikani kabisa kuzinyoa ndevu. Kwa hiyo muflatu manake taghyiru suratul jasadi bi shaklin qabih, kubadilisha ile sura ya kiwiliwili kwa muonekano au kwa shakli ya muonekano ambao ulikuwa ni mbaya sana. Kwa hiyo mtu akinywa ndevu maana yake anajiweka katika mazingira mabaya, pamoja na kwamba anasema yeye mwenyewe anajipendezesha, lakini mazingira yalikuwa mabaya. Ndevu ni pambo kwa mwanamume na kuna faida nyingi sana ambazo zimeelezwa katika Uislamu kwa ndevu. Baadhi ya kati mwanamume anakusudia kuweka ndevu, lakini mke alomuoa anambia mimi sitaki kuona na hayo madevu yako. Sisi tumefahamu. Sasa unataka umfahamishe, kwa huna hoja za kumfahamisha, mtafute mwalimu amfahamishe, lakini wakati wa kumfahamisha na yeye mwenyewe kuepo, sio akasema mfahamishe mimi naenda zangu, haifai. Sisi tumefahamu. Uliona mwalimu kasha kashabadilika zamani, yani katika mazingira mengine, kwa sababu shetani anakuwa yuko pale baina ya watu wawili. Sasa na walimu wengine bana wamepita kweli kweli, tena unabakia walimu wengine wamepita kweli kweli, kanichukulia mke wangu bana. Wewe umefungua milango hiyo ya kuwa yeye achezewe na shetani, sababu yule ni binadamu atii, sio kwamba labda malaika kwamba hana hisia hana baadhi ya watu wanaamini walimu kupitiliza, bali baadhi yao walikuwa kiwadhania baadhi ya walimu kama masahaba. Astaghfirullah. Yani mmoja kwa kusema sasa mimi bana nimchukulia kasahaba mtume yani sallallahu alaihi wasallam. La tajuz, kwa hiyo haifai kunyoa ndevu. Waqala an-nabiy, na akasema mtume sallallahu alaihi wasallam fi sharh sahih Muslim, katika sharh sahih Muslim, wal mukhtar tarkuha, na kauli ambayo ilikuwa inachaguliwa ni kuziacha hizo ndevu ala haliha, juu hali zake, wa alla yata'arrada laha, na mtu asije akajiingiza katika jambo hilo la kunyoa ndevu, bitaqsir shay'in aslan, kwa kupunguza hata sehemu ndocho aslan, hata kidogo, manake asije akapunguza hata sehemu ndocho ya nini, ya ndevu. Waqala al-Qurtubi, na akasema al-Imam al-Qurtubi, kama fi tahrimi halqi al-liha, kama ambavyo ilivyokuja katika kitabu tahrimu halqi al-liha, uharamu wa kunyoa ndevu, katika sahifa nambari 5, la yajuzu halquha, haijuzu kunyoa kwake hizo ndevu, kuzinyoa, wala natfuha, wala kuzinyofoa, yani mtu akazivuta, haijuzu, wala qassuha, wala kuzipunguza, haijuzu, yani si kuzinyoa wala kuzipunguza, haijuzu. Waqala ibn Rif'a, na akasema ibn Rif'a fi hashiyati al-Kifaya, katika kitabu hashiyatu al-Kifaya, inna al-Imam ash-Shafi'i, hakika al-Imam Shafi'i qad nassa fi al-Ummi, ametoa maelezo katika kitabu cha Ummi, ala tahrimu halqi al-lihya, juu ya haramu wa kunyoa ndevu. Wal ahadithu fi hadha al-bab kathiratun, na hadithi ambazo zilizokuja kuhusiana na jambo hili la kunyoa ndevu katika mlango huu ni nyingi sana. Fa aktafi bi dhikri al-wahid minha, mimi ninatoshelezeka au ninafupilizika na kutaja moja tu katika hadithi hizo. Mtunzi wa kitabu, yani mwenye kusherehesha babu majaa, Abu Muhammad Husnu, anasema kwamba faktafi bi dhikri alwahid minha, nafupilizika kwa kutaja hadithi moja tu katika hizo. Wa an ibn Umar, na kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala, amesema qala Rasulullah, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, qassu ash-shawarib, punguzeni masharubu, wa a'fu al-liha, na zisameheni ndevu, kwa maana ziacheni ndevu. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine imekuja khaliful mushrikina. Hebu tazama maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema vipi? Khaliful mushrikina, nendeni kinyume na washirikina. Wafiru liha, zifugeni ndevu, ziacheni ndevu, msizinyoe. Wa ahfu ash-shawarib, na punguzeni masharubu. Kwa hiyo maana yake washirikina wao wananyoa ndevu, sikimefahamu, na wanaacha nini? Masharubu. Masharubu ndo wanayaacha, hawapunguzi.
Sasa sisi waislamu tumeambiwa tuende kinyume na washirikina. Rawahu al-Bukhari. Mtu asema hadithi si sahihi. Rawahu al-Bukhari. Hadithi amesimulia al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Nenda katika Sahih Bukhari nambari hadithi 3985. Wa Muslim, na vile vile amesimulia al-Imam Muslim nambari hadithi 250 na ngapi? 59. Qala Ibn Baz, amesema al-Imam Ibn Baz fi majmuu fatawa maqalat al-Sheikh Ibn Baz katika juzuu ya 3 kurasa 372, anasema wa hadha al-lafdhu fi al-ahadith al-madhkura, na lafdhi hii katika hadithi ambazo kwa zimetajwa, yaktadhi wujuba i'fa'i al-liha, inahukumia wajibu wa mtu kuzifuga ndevu, wajibu wa kuzifuga ndevu, wa irkhaiha, na kuziachilia hizo ndevu, wa tahrimu halqiha, na ni haramu, maana inahukumia ni haramu kunyoa hizo ndevu, wa qassiha, na kuzipunguza kwake pia ni haramu. Lianna al-asla fi al-awamir huwa al-wujub, kwa sababu asili katika amri ni wajibu, wal aslu fi an-nawahi huwa at-tahrim, na asili katika makatazo ni haram, ma lam yarid ma yadullu ala khilafi dhalika, madamu itakapokuwa hapajaja kile ambacho kinachojulisha juu ya kinyume na hivyo. Kwa hiyo jambo la kunyoa ndevu ni jambo ambalo kwa haramu, haifai mwanamume kunyoa ndevu zake. Wa hadha huwa al-mu'tamadu 'inda ahli al-ilm, na hii ndio kauli ambayo yenye kutegemewa mbele ya watu wenye elimu. Kisha akasema wa amma al-hadithu alladhi rawahu Tirmidhi, ama hadithi ambayo alisimulia al-Imam Tirmidhi fi sunanihi, katika sunani yake, wa ghayruhu bilafdhin, na wengineo kwa lafdhi iliyokuja, annahu sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye mtume sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu min lihiyatihi, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akichukua katika ndevu zake, min tuliha wa ardhiha, kutokea urefu wake na upana wake, kwa maana alikuwa akizikusanya zile ndevu zake zipa, yani upana huu na urefu akizikusanya, akisha hizo zilizozidi ndo anazikata pap. Simefahamu? Yani anasema amma hadithi hiyo, fahadha khabarun batilun, hii ni habari ambayo ilikuwa batil inda ahli alilmi, mbele ya watu wenye elimu. La yasihu inda an-nabii, hapajasihi mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hilo. Waqad tashabbatha bihi ba'd an-nas, na kwa hakika wameshikamana na jambo hilo baadhi ya watu. Tashabbatha bimaana tamassaka bihi ba'd an-nas, wameshikamana nalo hilo baadhi ya watu. Wa huwa khabarun, nayo ni habari, la yasihu, haijasihi. Kwa nini? Lianna fi isnadihi, kwa sababu katika sanadi yake Umar ibn Harun al-Balkhi, kuna Umar ibn Harun al-Balkhi, wa huwa muttahamu bil kadhibi, naye ni mtu ambaye mwenye kutuhumiwa kwa uongo, kwa maana ni mtu ambaye anatuhumiwa kwa uongo. Kwa hiyo hadithi yake inakuwa ni hadithi ambayo ilikuwa dhaifu, tena udhaifu wake ni mkubwa sana. Maturukul hadith. Wala yajuzu lilmu'min, wala haijuzu kwa muumini ambaye mwenye kuamini kumwamini Allah na kuamini kwamba kuna siku atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala, haijuzu kwake yeye an yataallaka bihadha alhadith, kufungamana na hadithi hii albatil ambayo ilikuwa batil, wa alla yatarakhasa bima yaqulu, na wala sijakachukua ruhusa kwa yale ambayo wanayosema baadhi ahlul ilmi, baadhi ya watu wenye elimu, au yafaluhu, au wakawa wanayafanya baadhi ya watu ambao wanaonekana wenye elimu, min takhfifi lihya, katika jambo la kupunguza ndevu, au akhdhi ma zada an qabdha, au kile ambacho kichozidi kutokana na zile ambazo walikuwa wamezishika, akazipunguza hizi ambazo kwa zimezidi, wakawa wanafanya kazi hadithi ambayo ilikuwa dhaifu, hadithi ambayo hajathibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lianna dhalika mukhalifu lil ahadithi sahiha athabita, kwa sababu jambo hilo linakwenda kinyume na hadithi ambazo zilikuwa sahihi athabita, ambazo kwa zimethibiti an rasulillah, kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, bil amri bi'ifa'i liha, tumethibiti amri ya kufugwa hizo ndevu na kuachiliwa kutokukatwa, wa tawfiriha, na kule kufugwa kwake, wa irkhaiha, na kule kuachiliwa kwake ndevu hizo manake zikue, zisinyolewe wala zisipunguzwe, wa qassi shawarib, na hadithi iliyokuja kwamba kupunguza masharubu, wa ihfaiha, na kuyapunguza kwake,
kama fi sahihaini, kama ambavyo vilikuja katika sahih mbili, sahih Bukhari na sahih Muslim, min hadithi ibn Umar, kutokana na hadithi ya Abdullah ibn Umar. Yani hadithi ya Abdullah ibn Umar imekuja katika sahih mbili, wa kama fi sahih Muslim, na kama ilivyokuja katika sahih Muslim min hadithi Abi Huraira. Manake hii hadithi ya Abu Huraira imekuja katika sahih Muslim tu, sio katika sahih Bukhari. Min hadithi Abi Huraira, kutokana na hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, lianna sunna, kwa sababu sunna hakimatun ala aljamii, sunna ndo ambayo yenye kuhukumu mambo yote. Sunna ndio yenye kuhukumu mambo yote. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasema, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, yoyote ambaye mwenye kumtii mtume basi huyo amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa wewe unasema mimi namtii Allah, basi na katika jambo la ndevu vile vile usinyoe ndevu. Mwingine anasema manake mimi zinaniwasha sijui hivi, naumwa nakuwa na kadha na vitu kama hivyo, huyo anakuwa ni shetani, mtafute daktari. Kama unaumwa mtafute daktari, lakini ndevu usizinyoe, bali ziweke katika hali hiyo. Labda kumepatikana madaktari wana khibra kwamba huyu mtu ana allergy, akiacha ndevu kuna vitu vinamtokezea, anapasuka, anakuwa kadha, anatokwa na madonda na kwa hivi na kadha na vitu kama hivyo. Madaktari bingwa waeleze hivyo. Yani kwa wakati huo itakuwa kuna udhuru kwake. Dharuratu tuqaddaru biqadariha, dharura inakadiriwa kwa makadirio yake. Lakini yeye mwenyewe tu anajiambia kwamba mimi naumwa sijui hivi, mimi kadha, mimi manake zinaniwasha, mimi hivi. Hilo jambo halitakikani. Huyo ni shetani anakuchezea ndevu. Mwanamume umepewa na Mola wako subhanahu wa ta'ala, unatakana usibakishe, uzieke. Yani sio usibakishe kwa maana nyingine, uziache, manake usizitie kiwembe. Ni jambo ambalo lilikuwa la wajibu. Na wallahi mimi nawatamania wale ambao wenye ndevu nyingi. Mimi Allah ameniruzuku hizi tu, lakini natamani ingejaa ndevu nzima. Naam, kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa mtu anatakana kwamba afuge ndevu ili akutane na Mola wake aliyekuwa ameridhiwa. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, na anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul ati'u Allah, sema mtume wangu mtiini Allah, wa ati'u rasula, na mtiini mtume. Fa in tawallaw, basi ikiwa mtakengeuka, mtakuwa hamtaki kumtii Allah wala kumtii mtume, fa inna ma alayhi ma humila, kwa hakika si vinginevyo ni juu yake yale ambayo alikuwa amebebeshwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni juu yake kufikisha, kashafikisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa alaykum ma humiltum, na juu yenu yale ambayo alikuwa amebebeshwa kwamba nyinyi lazima mfuate. Ikiwa mjafuate, na maana mtaadhibiwa kutokana na kule kukengeuka kwenu. Wa in tuti'uhu tahtadu, na ikiwa mtamtii mtume sallallahu alayhi wasallam mtaongoka, mtapata uongofu. Wama ala rasuli illa albalaghul mubin, na haikuwa kwa mtume wa Allah isipokuwa ni kufikisha ambako kulikokuwa kwa wazi, na mtume kishafikisha kama ilivyokuja katika surati An-Nur aya nambari 54. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, na anasema Allah subhanahu wa ta'ala, falyahdhari alladhina, basi na wachukue tahadhari wale ambao yukhalifuna an amrihi, wanakwenda kinyume na amri yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume ameamrisha watu wazifuge ndevu, wasinyoe ndevu. Wewe unakhalifu, unanyoa ndevu, ina maana wewe uchukue tahadhari, kwa sababu unamkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitnatun, isije ikawapata wao fitna, au yusibahum adhabun alim, au ikawapata adhabu ambayo ilikuwa kali yenye kuumiza. Kwa hiyo mtu akiwa kwamba amepewa neema ya ndevu aziache ndevu, wallahi si aibu, wallahi sio fedheha. Wala akitokezea mtu akisema madevu sijui na hivi, sijui umekuwa nafuga ndevu sijui kadha, ambie kwamba huu ni wajibu kwangu mimi mwanamume kufuga ndevu. Na wewe mwenyewe ujisikii fahari kwamba kila wakati unaandikiwa thawabu, kuamka kwako mpaka kuingia usiku tena, muda wote kwa kule kuziachia ndevu tu unaandikiwa thawabu, kwa sababu unatekeleza amri ya bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. وقال الألباني، ما قسم الإمام الألباني، لكن هذا الحديث، لكن نسمع حديثه من حيث الرواية ضعيف الإسناد، katika upande wa riwaya ni hadithi ambayo ilikuwa sanadi yake dhaifu. Ipi? Ile ambayo kana yaakhudhu min lihiyatihi min tuliha wa ardhiha,
jiddan, tena sio dhaifu kidogo, ni dhaifu sana. Umefahamu? Lidhalika, kwa ajili hiyo, nahnu la na'riju alayhi, sisi hatujategemea hadithi hiyo, wala nadandanu, wala hatujaizungumza hadithi hiyo, haulahu, wala nadandanu haulahu, wala hatujazungumza kuhusiana na hadithi hiyo. Mwingine anaweza kaona kama dandana, umefahamu? Yani hicho ni kitendo, wala nadandanu, wala maana yake wala natakallamu haulahu, wala hatujazungumza sisi kuhusiana na hadithi hiyo. Li'annahu la yajuzu, kwa sababu haijuzu an na'tamida ala riwaya, kutegemea riwaya lam tathbut nisbatuha ila nabii sallallahu alaihi wasallam, hapajathibiti kuegemezwa kwake kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Qultu, ameweka nambari 2 chini kwa anasema qultu, nimesema. Wa kalamu Sheikh Al-Albani fil ashrita, na maneno ya Sheikh Al-Albani yapo katika nini? Yapo katika kaseti. Wallahu aalam. Tufikeni hapo kwa leo, tukija biidhnillah tabaraka wa taala tutakuja kuendelea katika athalithu ghasl yadayn ma'a mirfaqayn. Kwa hiyo jambo la kunyoa ndevu ni jambo la haramu. Jambo la kunyoa ndevu ni jambo ambalo liko la haramu. Haifai Muislamu kunyoa ndevu, mwanamume haifai kunyoa ndevu. Tumefahamu. Ama kuhusiana na mwanamke ambaye anaota ndevu, wanachuoni wamekhtalifiana. Wako baadhi yao wanasema mazali maumbile yake atakana aziachie, lakini baadhi ya wanachuoni wanasema kwamba atazitoa kwa sababu yeye asili yake sio kubakisha ndevu. Asili yake sio kubakisha ndevu, bali ndevu ambazo mtakana bakie nazo ni mwanamume. Ni mwanamume ndio ambaye anatakana kwamba bakie na ndevu. Ni wajibu mwanamume kufuga ndevu. Ni wajibu mwanamume kufuga ndevu. Hapa kipindi cha nyuma kuliingia mambo ya siasa, kuna baadhi ya watu wa chama fulani wao wana ndevu, akiwa wengine watu wa chama fulani hawana ndevu. Kwa hiyo ikawa sasa kisiasa mtu akawa ndevu anazinyoa kwa sababu asijakaambwa yeye yuko katika mlengo fulani na kadha na vitu kama hivyo. Sisi tumefahamu mambo hayo. Kama watu waliingiza hivyo na ikawa kwamba anaitakiwa hivyo, pia kwa wakati ule pia ilikuwa haifai kunyoa ndevu, kwa sababu kama unajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kunyoa ndevu, haifai. Na kipindi hichi vile vile haifai. Lakini hizo sababu hizo ambazo watu wakasema siasa bana zimeingia, naufia nafsi yangu sije kuonekana mimi ndo katika wale, tumefahamu hizo siasa zishakwisha, hazipo tena. Kama ilikuwa sababu yako hiyo, Allah ndio ashaiondosha sababu hiyo. Kama kuna sababu nyingine, pia sababu inazingatiwa kwa sheria. Sasa Muislamu anatakana kwamba jitahidi sana. Sisi tunafikisha kwa wale ambao walioruzukiwa ndevu, na wanaume takriban wengi wao, yani wote takriban ndevu wanaruzukiwa ima 2 au 3 4, lakini ndevu mwanamume anakuwa iko nazo. Simefahamu, mwanamume anakuwa ndevu iko nazo. Na wallahi kuacha ndevu kwako unaandikwa thawabu. Na wewe umekuletwa duniani utafute thawabu ili kaingie wapi? Kaingie peponi. Sasa inakuaje kwamba wewe unazikwepa thawabu, tena thawabu zenyewe za wajibu, sio kwamba labda za sunna, thawabu za wajibu. Sio za sunna mustahab, bali sunnatun wajiba, sunna ambayo ni wajibu. Hiyo ni muhimu sana. Mtu ajitahidi manake kuziachia ndevu, asizinyoe. Wallahu aalam. Leo fikeni hapo inshallah.